Young Africans na aina ya kikosi walichonacho, lakini pia wachezaji na mwalimu wao Hamdi Milud. Unafikiri nyakati kama hizi timu yoyote ile, tukianzia na Young Africans, inapokuwa inaelekea kucheza mchezo muhimu, mchezo mkubwa kama dabi ambao tunaenda kushuhudia, dakika hizi za mwisho mwalimu ni vitu gani anakuwa navyo katika uwanja wa mazoezi na hata kama anapokuwa amekaa na wachezaji? Nyakati kama hizi kwa mwalimu yoyote, ukiachilia dabi, mwalimu yoyote ambaye anakutana na mechi kubwa, mechi ngumu, mechi yenye pressure, jambo la kwanza ni kuhakikisha mentally wanakuwa fit. Yani anawaandaa kisaikolojia kwamba msio na wasiwasi. Huu ni mchezo kama mchezo mwingine, alafu nyinyi mnaweza. Yani anawaandaa katika mazingira fulani ambayo haitakuwa na temper. Hilo la kwanza. Akishaondoa hiyo pressure, baada ya hapo anakwenda pia kuintroduce mbinu, tactic itakayokwenda kutumika katika mchezo huo. Tactic inategemeana na aina ya wachezaji ambao unao. Kwa mfano Young Africans wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wana wachezaji wenye skills tofauti, wana wachezaji ambao wanaweza kukupatia matokeo muda wote. Kwa tafsiri nyepesi, kwa aina ya timu kama hiyo, maana yake atakuwa na introduce hasa kwenye mfumo wa 4-3-3. 4-3-3 tafsiri yake ni kwamba timu inacheza katika nyakati zote. Kwa mfano timu inataka kuzidiwa, maana yake ni kwamba asilimia kubwa wachezaji wanarudi nyuma, lakini within the same wanakuja haraka. Kwa hiyo maana yake wanarudi nyuma, wanakuja, wanacheza. Kuna mfumo mmoja unaitwa classic counter attack. Classic counter attack maana yake ni kwamba timu katika idara zote inakuwa inatembea. Lakini pia kuna nyakati unatumia countering, maana yake ni kwamba wings za pembeni zinafanya kazi kubwa. Ukiachilia pia hilo, siku hizi unabadilisha mchezo katikati ya mchezo. Kwa mfano niliona mchezo mmoja wa Azam dhidi ya Simba. Simba walipewa surprise na Azam walikuwa wanacheza nyuma ya mstari, nyuma ya mpira. Yani maana yake ni kwamba kwenye zone ya Simba wenyewe waliondoka kabisa. Walikuwa wanacheza nyuma ya mpira. Lakini ndani ya muda mfupi wanakuja kama mvua. Sawa. Wakati huo adui ameshasinzia, yani ameshasema kwamba huyu atakuwa anajilinda. Lakini kwa tafsiri halisi ni kwamba sio kwamba anajilinda, tafsiri yake ni kwamba anakusoma wewe, unakuja katika mfumo upi. Kwa hiyo kwa upande wa Simba watakuja kukutana na surprise kama hizo, kwamba muda wote Yanga itakuwa inabadilika kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wana wachezaji ambao wana speedi, umri kidogo unaruhusu, lakini wana ari. Kwa sasa ndio wanaongoza ligi, na ndani yake wanajua kwamba matokeo ya mchezo wa kesho, tafsiri yake ni kwamba wanaweka katika nafasi nzuri kwenye ubingwa. Ukitazama katika kikosi cha Young Africans, nao ni kama wanakosa baadhi ya nyota, lakini moja ya nyota ambaye anaweza kaukosa mchezo, ambapo kocha wa Young Africans amesema ni 50-50 kumtumia, ni Stephane Aziz Ki. Wakati Simba wanamkosa Musa Pimpini Kamara pamoja na Shifondo Baron, Young Africans wao hawana uhakika wa kumtumia Stephane Aziz Ki kama mchezaji wao katika mechi ya kesho. Tutarajie kuona mabadiliko Chama kianza katika kikosi cha kwanza pengine kutokana na mechi yenyewe? Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao ni tegemeo ndani ya klabu ya Yanga. Lakini hilo halimaanishi kwamba pengine kukaonekana kwamba kuna mahitaji makubwa sana ya nafasi hiyo. Kuna kipindi nafikiri ilikuwa ni kipindi cha Gamondi, kama sikosei, kama sio Gamondi basi alikuwa Nabi. Nabi alikuwa anawekwa nje.
alikuwa anaanza kipindi cha pili. Alikuwa anawekwa benchi na Faisal sana. Na maisha yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo mimi sina shaka. Sina shaka yoyote ambaye atapewa kuziba nafasi, hata Chama. Chama kwenye mchezo wa derby anakuwa mara nyingi anakuwa na bahati. Kama sio kutoa assist huwa yeye mwenyewe anafunga. Kwa hiyo na wote ni professional player. Kwa hiyo yote ambaye atapata nafasi anaweza kaitendea haki. Azizi Ki sina hakika sana, inaweza kama ni mind game. Hata hilo la inasemekana kwamba alionekana katika moja ya hospitali akiwa anapatiwa matibabu. Inawezekana ikawa mind game au ndio uhalisia, lakini kwa kikosi cha Yanga mimi namna ambavyo naiona kuna wachezaji wazuri. Kwenye kila idara kuna zaidi ya wachezaji wawili, jambo ambalo linakuwa ni rahisi ikitokea labda kuna nafasi ya kuzibwa. Mimi na uhakika Chama ana uwezo wa kucheza dakika kwa mfano labda 45 kama ni kipindi cha kwanza. Ana uwezo mzuri sana wa kucheza. Sema tu swala la umri, lakini bado Chama ana nguvu. Tuangalie kwenye timu zote mbili, Yanga lakini pia na Simba. Ukitazama Young Africans katika eneo ambalo wamejaliwa kuwa na wachezaji wengi na wanaweza kucheza maeneo mengi katika uwanja, ni eneo la kiungo namba 10. Wana Cletus Chota Chama, wana Stephanie Azizi Ki, lakini wana Pacome Zouzoua ambaye anaweza kacheza eneo hilo. Japo mara kadhaa tumemwona akicheza Chama na Azizi Ki kwa nyakati tofauti. Lakini kunako Simba, wao eneo ambalo wana utajiri mkubwa ni katika eneo la kiungo, ambapo wana backup nzuri katika eneo la kukaba. Wana Yusuf Kagoma, wana Deborah Fernandez Mavambo, wakiwa na Okejefa. Utofauti wao huo na utajiri wao walionao katika idara mbili tofauti unaweza ukawa chachu na kufanya mchezo uwe mwepesi au mgumu kiasi gani mali kuelekea dabi yenyewe. Nafikiri kila mwalimu atakuja na approach ya kwenye game hii. Hizi ni timu kubwa mbili zinakutana, Giant kwenye ligi zetu, na najua katikati haitakuwa njia ya kupitia. Kwa mfano Simba watakuwa wanapitia kupitia Kapombe pamoja na Shabalala. Maeneo ya pembeni. Maeneo ya pembeni. Inajulikana kabisa Yanga katikati kuna watu ambao wako very aggressive, wako vizuri. Kwa hiyo haitakuwa njia. Lakini hata hali kadhalika kwa upande wa Yanga, weakness kubwa ambayo wanajua ya Simba ni kupitia pia pembeni. Kwa mfano kwa mfano mtu kama Kapombe akipanda wings na Shabalala akapanda, ni ngumu sana kurudi. Kwa hiyo ni rahisi kwamba wakipewa surprise ya kushambuliwa, inakuwa ni rahisi sana goli kupatikana kupitia pembeni, au pia ni rahisi sana faulo za pembeni kupatikana. Kwa hiyo hizi timu karibia zote mbili hazitapitia nafasi ya katikati, mimi ninavyoona. Zitakuwa zinapitia pembeni, lakini pia zitakuwa zinapitia counter. Tutakuja kushuhudia magoli mengi sana yakitokea pembeni. Na hata kwa upande wa Yanga, Simba wana mtu kama Kibu Denis ambaye ana drive kupitia pembeni, lakini upande mwingine huwa anapita pia Elie Mpanzu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kwa vyovyote vile magoli mengi yatakuwa yanapatikana ama yanatengenezwa kupitia pembeni. Yanga wana madhaifu gani katika kikosi chao, lakini pia na Simba wana madhaifu gani ambayo ukiyatazama Yanga anaweza kanufaika na madhaifu ya Simba, lakini pia Simba anaweza kanufaika kupitia madhaifu ya Young Africans? Madhaifu ya Simba nikianzia, Simba wana asili ya kujisahau. Hata kwenye hizi timu ndogo wanazocheza nayo wana asili ya kujisahau. Mara nyingi sana wakipewa counter attack, unamkuta Kapombe kapanda, unamkuta Shabalala kapanda, inabaki ni 1 against 1 ya wachezaji wa timu pinzani. Eneo la backline wana udhaifu mkubwa sana. Na ukiongeza pia Shemalon, japo kwa Shemalon pia kwenye udhaifu huu amehusika. Amekuwa akitoa back pass ambayo imekuwa ikiwagharimu kwa siku za karibuni, lakini hata ile dabi iliyopita kulitokea kwenye eneo la nyuma kujifunga kwa kijili. Kwa hiyo hilo ni udhaifu ambayo upo kwa upande wa klabu
ya Simba, hasa kwenye backline. Lakini pia umri wa Kapombe na umri wa Shabalala, speed yao ukiwachosha sana wanashindwa kurudi. Hilo ni kwa upande wa Simba, udhaifu wao. Kwa upande wa Yanga udhaifu uko kwa kipa Djigui Diarra. Wa Yanga Diarra amekuwa na udhaifu hasa kwenye mipira ya mbali au kwenye mpira kwenye posti, amekuwa haendi. Hilo la kwanza kwa Diarra. Lakini la pili, kwenye safu ya ulinzi ya Yanga ina udhaifu. Udhaifu wake uko wapi? Udhaifu wake unaonekana kwenye faulo. Hata dabi iliyopita, kama mwamuzi angekaa makini akapata usaidizi, pengine tungeshuhudia kama si kadi, hasa kwa Baka, Job. Wamekuwa wakitumia nguvu kubwa sana, na mchezo wa dabi ni mchezo wa kutumia nafasi, ni mchezo wa kuchomeshana. Kadi inaweza kawa ya hapa na pale. Kwa hiyo kwa Yanga udhaifu wao, kipa ana udhaifu hasa kwenye magoli ya mbali, lakini pia kwenye mpira kwenye engo. Beki ya Yanga inatumia nguvu kubwa sana, jambo ambalo linasababisha pengine ikapatikana penalty au kadi nyekundu.